Ndugu zangu katika Kristo, kama tulivyosema mwanzoni mwa ibada hii ya misa takatifu, tunaadhimisha sherehe ya Noeli, sherehe ya Krismasi, sherehe ya umwilisho. Neno wa Mungu hutwaa mwili, kuwa mwanadamu na kukaa kwetu. Ni jambo la kumshukuru yeye ambaye amejishusha kwetu ili aweze kutuinua na sisi tuweze kufanana naye. Ni sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Ndiye Imanueli, Mungu pamoja nasi. Ni mfalme wa amani. Kama tunavyoimba katika wimbo wa mwanzo, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Kitabu cha Isaya sura ya 9 aya ya 6. Hii ni Noeli au Krismasi ya pekee katika maisha ya wengi. Ni Krismasi katika mwaka wa jubilei, jubilei ya imani yetu, miaka 2025 ya Wakristo wetu. Krismasi hii ni mwaliko wa kuendelea kumfurahia Mungu aliyetujalia nafasi ya kuona tena uso wake katika mwanaye mpendwa Yesu Kristo aliyezaliwa duniani kwa kusudi la kukaa kwetu, kama anavyotuandikia Yohane Mwinjili akisema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yohana sura ya 1 aya ya 14. Ndugu zangu, familia ya Mungu, leo tunasherehekea Noeli, siku ambayo Mungu alichagua unyenyekevu dhidi ya kiburi, upendo dhidi ya chuki, na huduma dhidi ya utawala. Kuzaliwa kwake katika hali duni inatufundisha kuwa ukuu hupatikana katika unyenyekevu, katika huruma na katika kuhurumia wengine. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 11. Kumbe tulipokee, tulielewe na tuliishi kwamba tunapotafuta nafasi zetu katika nafasi mbalimbali katika jamii, tukumbuke huduma. Yesu amekuja kwetu kwa ajili ya kuhudumia na wala si kuhudumiwa, na hivi ni mwaliko wetu kwetu sisi sote kuwa na unyenyekevu, kuwa na huruma na kujitahidi kuweka mbele huduma ambazo ndizo tunapaswa kuwafanyia wale wanaotupatia nafasi hizo. Kazi ya mfalme ni kutawala na kuongoza. Kristo amekuja kutawala maisha yetu na kutuongoza kwa Mungu. Amekuja kuanzisha utawala wa Mungu duniani, utawala wa haki, utawala wa amani, utawala wa umoja na upendo. Ni Mungu aliyetoa sura
umbo na mwili wa binadamu na kuzaliwa kati yetu kama mtoto mchanga. Kuzaliwa kwake ni mwanzo wa utimilifu wa ukombozi wetu, ni nuru ya kushukia ulimwengu, ni kutimia kwa utabiri wa nabii Isaya akisema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Rejea Isaya sura ya 9 aya ya 2. Nuru hii, ndugu zangu, inamwangazia kila anayeipokea ili aweze kuona njia ya kwenda mbinguni kwa Mungu Baba. Maana kila anayeipokea nuru hii, kwake huondolewa giza na dhambi. Somo la kwanza tulilosikia kutoka kwa nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 hadi ya 10. Somo hili, Mungu anaahidi kuwarudisha tena Waisraeli Yerusalemu kutoka utumwani Babeli. Utumwa wao ni mfano wa hali ya dhambi na ukombozi wao ni mfano wa ukombozi wa mataifa yote kutoka katika hali ya dhambi. Ni ujumbe wa matumaini kuwa amani imefika, vita sasa vimekwisha, utumwa umekwisha. Nabii Isaya anawaalika watu wafurahi akiwaambia, pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa nini wafurahi wakati wako utumwani? Kwa sababu muda sasa umewadia wa Mungu kutimiza ahadi yake ya kuwakomboa, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wao. Ujumbe huu ni utabiri wa ukombozi wa binadamu. Binadamu wote kutoka utumwa wa dhambi, ambao nasi tunafurahia kuupata kwa kusherehekea kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo aliyoyaona nabii Isaya miaka mingi kabla ya ujio wake Kristo yanatimia kwa kufika kwake Kristo kwa kuzaliwa kati yetu, naye anatuletea nuru, anatuletea mwanga wa kuongoza katika maisha yetu. Somo la pili, waraka kwa Waebrania sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 6. Tumejifunza na mwandishi anaweka wazi kuwa utabiri wa kale umetimia katika Yesu Kristo. Katika yeye utukufu wa Mungu umefunuliwa, na ni katika yeye tu Mungu anaongea nasi katika nyakati hizi zetu. Tunasoma hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu hii na kwa njia hii, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwanaye aliyemweka kuwa urithi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu.
huko juu. Kumbe mtoto Yesu ni chapa ya Mungu. Tukitaka kumwona Mungu, basi tumwangalie mtoto Yesu kwa macho ya imani. Somo la Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 18. Tumesikia simulizi hilo linalomhusu Yesu aliye ni neno la Mungu aliyejifanya mtu, na Mungu kwa neno lake aliviumba vitu vyote, na neno hilo ni uzima na ni mwanga kwetu. Na kwa kumfanya mtu, neno hukaa pamoja nasi. Na hivi somo hili kwa nafasi ya kwanza kabisa linatufundisha na kutukumbusha kwamba Mungu hana mwanzo wala mwisho, na Mungu kadiri ya imani yetu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, haimaanishi kwamba kuna wakati ambao hakuwepo. Na hivi mama kanisa anatufundisha katika umilele wake, sababu Mungu amekuwepo nyakati zote. Katika umilele wake Yesu amekuwepo. Ni wakati ule ulipowadia, wakati ule uliompendeza Mwenyezi Mungu kwa upendo wake na kwa huruma yake kwetu sisi wanadamu, ili kukamilisha ukombozi wetu, akamtuma Mungu nafsi ya pili, Yesu Imanueli, aje azaliwe kwetu katika hali yetu ya kibinadamu, ili aweze kumkomboa huyu mwanadamu, yeye asiye na dhambi, ili aweze kumkomboa na kumkomboa huyu mwanadamu dhambi. Tunapoadhimisha fumbo hili la utumishi, tukumbuke nafasi hiyo ya upendeleo tuliopewa. Tunapata mwaliko daima wa kujifananisha naye, ili tusirudi tena katika hili lile la dhambi, bali tuwe viumbe vipya. Naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, kwa mpango wa Mungu na kwa upendo wake. Tukizitazama kwa makini Injili zote nne, tunaona kuwa Marko mwanzoni kabisa mwa Injili yake anaandika habari za kazi ya kuhubiri Yesu Kristo. Yeye alishughulishi kabisa na habari ya kuzaliwa kwake. Mathayo na Luka wanaanza kwa habari ya fumbo la ukilisho, neno wa Mungu kutwaa mwili, kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kila mmoja anaanza tofauti na mwingine. Yohane ambaye tumesikia Injili yake
Hebu tujaribu kujifananisha kidogo na Yesu, na hasa sisi ambao tunaishi katika maisha haya. Hatuwezi kumfikia yeye, lakini angalau somo hili na ukweli huu wa unyenyekevu wa Yesu unatugusa na unatualika kufanya jambo fulani. Mara ngapi tukiwa katika hali zetu za kawaida tunakimbizana na majukumu katika maeneo yetu? Kwa nini tunapopata nafasi fulani tunaanza kuunganisha mabega? Tunaanza kuona hata wale tuliokuwa nao pamoja kwamba hatuwafahamu tena, kwamba tukipata leo tunabadilika na sauti inakuwa nyingine. Tujifunze kwa Yesu, tujifunze unyenyekevu. Vyeo vyetu na nafasi zetu visiwe ni sababu ya kung'ang'ania kwa nguvu, bali tujishushe ili tuweze kuwafikia wale tunaopaswa kuwahudumia. Tujishushe ili tuweze kufika na wale tunaowahudumia waone huyu bado ni mwenzetu. Sio kuanza kudharau, sio kuanza kuona kwamba wale ni kumi na wewe ulikuwa kumi. Waswahili wanasema mpanda ngazi hushuka. Kumbe kuzaa Injili hii ya Yohana inatufunulia asili, mwanzo, mamlaka, nguvu na uwezo na kazi aliyofanya Mungu mmoja katika nafsi zake tatu kwa njia ya nafsi ya pili, Yesu Kristo mwana pekee, neno aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Mungu kwa neno lake aliviumba vitu vyote. Tunasoma hivi: hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Na Neno aliyefanyika mwili ndiye huyo. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote ilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Somo tajiri sana. Hayo tunayasoma katika Injili yake Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Yesu anatuletea uzima mpya kwa kutupatanisha na Mungu Baba, na kwa neno lake ametukomboa kutoka utumwa wa dhambi na nguvu za giza na kutupatia uzima na mwanga wa milele. Kumbe Injili hii inatupa majibu ya maswali. Huyu aliyezaliwa ni nani? Kwa nini amezaliwa katika mazingira na hali duni ya kibinadamu? Aliyezaliwa ni Mungu katika nafsi yake ya pili, Mungu Mwana, Yesu Kristo, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Sababu ya kuzaliwa ni kumpatanisha mwanadamu na Mungu Baba na kudhihirisha upendo wake kwetu sisi. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya ya 10 kwamba hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba
wanaoishia wanyama ni kutuonyesha udhaifu wetu, uchafu wetu unaosababishwa na dhambi. Luka akimsifu Mungu katika Injili yake sura ya 2 aya ya 14 anasema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ni maneno ambayo katika siku hii hayapaswi kukosekana midomoni mwetu, hayapaswi kukosekana mioyoni mwetu. Tumtukuze huyo Mungu, tuone ukuu wake, tuone upendo wake kwetu sisi wanadamu, sisi viumbe dhaifu. Tunakuja kushirikishwa hayo matakatifu, hayo ya kimungu. Yesu mfalme wa amani amezaliwa kwetu ili kuleta amani miongoni mwetu. Ujumbe huu wa amani si ujumbe wetu peke yetu, bali ni ujumbe wa dunia nzima. Hivyo inatupasa kueneza amani kuanzia katika nafsi zetu, familia zetu, taifa letu na ulimwengu mzima kwa ujumla. Lakini daima yaanzie kwetu, mtu mmoja mmoja, na kila mmoja ajitahidi kuwa ni chombo cha amani ya Mungu. Yesu ni mfalme wa amani. Amekuja kwetu ili kuleta haki pale ambapo haikuwepo, kuleta amani pale ambapo haikuwepo. Ni sisi tunapaswa kuhakikisha inakuwepo. Ametuachia urithi huo. Yesu Kristo ni nuru, amtiaye nuru kila mtu. Kazi ya mwanga, tunafahamu sote, ni kuangaza, ni kuleta mwanga palipo na giza. Na hivi maisha yetu yakiongozwa na huo mwanga halisi ambao ni Kristo, yawe na watu wengine na katika jamii waone mwanga kutoka katika maisha yetu. Kwa dhambi ya Adamu na Eva, giza lilitanda ulimwenguni. Yesu amezaliwa ili kuleta mwanga palipo na giza, kwani yeye ndiye nuru ya mataifa. Nasi pia tunaalikwa kuwa nuru na mwanga kwa watu wote. Kama tulivyokuwa tunaimba wakati wa Majilio, dondokeni enyi mbingu toka juu, na mawingu ya mwage wenye haki, nchi ifunguke na kumtoa Mwokozi. Ndiyo hayo yametimia, ndiyo hayo tunaadhimisha. Tukamsikia Yohane ambaye ni mtu mwingine wa kujifunza mengi katika maisha yetu. Yeye amekuwa mnyenyekevu, amefahamu nafasi yake, kwamba alikuja kuwa shuhuda na alikuja kupaza sauti, na mwenyewe aliyasema hayo wakati anatuandaa kumpokea mkombozi. Yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani, mtengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bila shaka kila mmoja alisikia sauti hiyo ya Yohane, na mmejifunza kitu kwake, na mmepokea neno lake, na hivi mko tayari kuungana pamoja na Kristo aliyezaliwa katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Mbingu zimekwisha funguka na mawingu yamekwisha mwaga mwenye haki, na nchi imekwisha funguka kumtoa Mwokozi, Kristo Yesu. Basi na sisi tuifungue mioyo yetu,
iliyokuja ulimwenguni, atuangaze katika njia ya kwenda mbinguni. Mtoto Yesu ni kiini cha matumaini, ni kiini cha haki na amani. Licha ya kuzaliwa katika hali na mazingira duni, Kristo Yesu ni nuru ya mataifa, kielelezo cha ukweli wa kimungu, chachu ya mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu, kama anavyosimulia Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto juu ya hekima na busara ya kimungu. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alilichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alilichagua vitu vinyonge vya dunia na alivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Waraka wa Mtume Paulo wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 27 hadi ya 29. Yesu amekuja ili tusamehewe dhambi zetu. Amekuja ili kutuondolea huzuni zetu. Amekuja ili kutusafisha mioyo yetu, kutukomboa kutoka utumwa wa Shetani kwa gharama ya uhai wake. Amekuja kuwaganga wale walio hawawezi, walio wagonjwa, waliovunjika moyo. Kwa hiyo nasi tunaalikwa, tulio wafuasi wake Kristo, kumpa moyo wako uliojaa tamaa na makuu ya kidunia kupita kiasi, ili upate moyo wa kuona mahitaji ya wengine. Anakualika umpe moyo wako uliojaa tamaa za mali, uliojaa uchu wa madaraka. Mruhusu aingie ndani yako, ndani ya moyo wako uliojaa tamaa za mwili, na kusahau yale yanayokupa uzima, yale ya kiroho. Haya yanawezekana tu pale utakapojinyenyekesha mbele za Mungu kama mtoto Yesu alivyonyenyekea. Hakung'ang'ania umungu wake, akakubali kujishusha na kuwa kama sisi. Nasi tujinyenyekeshe mbele za Mungu kwa njia ya sala, ambazo ni njia pekee ya kuzungumza na Muumba wetu. Mtoto aliyezaliwa na kukaa kwetu, Mungu nafsi ya pili, anatualika tujifunze kwake ili tufanane naye, tupate nasi kuzaliwa upya katika maisha yetu, kiasi cha kujaliwa nasi kuushiriki umungu wake, kama tulivyosali katika sala. Yeye amekubali kushiriki ubinadamu wetu, akubali kutushirikisha umungu wake. Anatualika, ndugu zangu, tuongozwe na hekima yake Mungu katika maisha yetu, tujue kuyatenda yaliyo mema na kuyaacha yaliyo mabaya, yasiyompendeza Mungu wala mwanadamu. Bahati mbaya, katika nyakati zetu hizi, watu wanakimbilia maovu zaidi kuliko yale yaliyo mema. Mungu anakuja kukaa kwetu, anazaliwa katika hali yetu ya kibinadamu, ila
uhai na ambayo ni Mungu peke yake mwenye mamlaka nayo. Na ndiyo maana na yeye amekuja, amechukua mwili, amezaliwa kama sisi, ameyapa heshima kubwa maisha, uhai wa mwanadamu. Mtu yeyote asiote ndoto, iwe ya mchana iwe ya usiku, katika maisha yake, au kufikiria tu kuutoa uhai wa mwenzake, au hata uhai wake mwenyewe, na ambao kimsingi sio wake, bali ni mali ya Mungu mwenye mamlaka na uhai huo yupo. Tusijitwalie jukumu lisilotuhusu. Tuwe na hofu ya Mungu maishani mwetu. Uhai wa mtu unaanza tangu kutungwa mimba na mpaka pale Mungu mwenyewe atakapoamua kuutoa. Kufikiri na kutenda kinyume na ukweli huo ni kukosa hekima inayotudai kuchagua yaliyo mema na ya kimungu na kuacha yaliyo mabaya ya yule mwovu. Hekima ambayo ni Mungu mwenyewe, ambaye alijishusha hata kuchukua mwili na kuzaliwa na mwanamke ili kutukomboa sisi wanadamu wa dhambi. Kuzaliwa kwa mtoto Yesu kutukumbushe wajibu wa kila mmoja wetu kulinda na kuheshimu uhai. Tulinde haki ya kila mmoja wetu kuishi. Ni haki msingi. Kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu amwombe mtoto Yesu aliyezaliwa kati yetu na ambaye ni mfalme wa haki na amani, ni mshauri wa ajabu, atuletee amani mioyoni mwetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika taifa letu, ili kazi aliyokuja kuifanya hapa duniani ionekane popote pale katika ulimwengu mzima. Kuzaliwa kwake Kristo katika hali hiyo, Emanueli, Mungu pamoja nasi, isifikirike kama jambo la nadharia au historia, bali ni ukweli wa imani yetu na ni ukweli halisi. Mungu kamwe habaki mbali nasi katika mateso na mahangaiko yetu, katika mema tunayotenda na kutendewa. Daima Kristo yupo nasi katika yote na kwa nyakati zote, na ndiyo maana ya jina lake, kama lilivyoamuliwa miaka mingi kabla ya ujio wake, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Emanueli, Mungu pamoja nasi, maana yake yupo katika maumivu yetu, katika umaskini wetu, katika mahangaiko na matumaini yetu. Yesu amekuja katikati yetu na kukaa nasi ili atufundishe kumkimbilia na kumtumainia kwa kila hali, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 33 aya ya 21 kwamba maana mioyo yetu itamfurahia kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Na Mtakatifu Paulo akiwaandikia waraka wake Warumi anakazia kwa kusema, basi Mungu wa tumaini na awajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Waraka wake kwa Warumi sura ya 15 aya ya 13.
Tuitikie basi mwito wake kwetu wa kumjua vyema Mungu wetu, kumpenda na kumtumikia, ili mwisho tuweze kufika kwake mbinguni. Tuwe tayari kuanza upya katika maisha yetu. Daima tusibaki mahali pamoja. Mwanadamu anapaswa pia kubadilika. Kama tulikuwa na mahusiano mabaya, hatuelewani, tuanze maisha mapya. Kama tulikuwa na tabia mbaya, tuanze upya. Krismasi ni mwanzo mpya. Kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanzo mpya wa maisha, na ndiyo maana kuzaliwa kwake mwaka huu si jambo la kurudia tu kama mwaka jana. Mwaka huu tunaalikwa tuiadhimishe sherehe hii kana kwamba ni mara yetu ya kwanza na mara ya mwisho katika maisha yetu, na hivi tusifanye maadhimisho haya kama mazoea, bali tuwe vyombo vipya, viumbe vipya, na turuhusu abadilishe kitu katika maisha yetu. Yesu akatwaa mwili akakaa kwetu. Tuthamini utu wetu na miili yetu ambayo imepewa hadhi kubwa. Kama Mungu amethamini utu wetu na kutwaa mwili kama sisi, lazima sisi pia kujithamini na kuuthamini ubinadamu wetu na kuiheshimu miili yetu. Miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu, na hivi itumike kwa kadiri inavyompendeza Mungu, kwa kadiri ya uumbaji uliofanyika na Mwenyezi Mungu. Kuvaa, hata Yesu alivalishwa nguo za kitoto, lakini mavazi pia ni sehemu muhimu. Tunaona siku hizi inaanza kubadilika kidogo. Kuna wengine wanavaa karibu suruali itafungiwa kwenye magoti, akitembea anatembea kama ana matege ili aweze kuikamatia kwenye magoti. Miaka mingi ijayo au michache, kama hatutabadilika, tutakuwa tunazifunga kamba tunavuta badala ya kuvaa. Tuige yaliyo mazuri, tusiige kila kitu kama dodoki. Ikiingia kwenye maji inachukua kila kitu. Tubaki katika tunu zetu, katika yale ambayo yanaendana na maisha yetu ya Kiafrika, maisha yetu ya Kitanzania. Mungu ametuheshimisha na kutupenda sana, akatupenda mno, akatupenda upeo. Yeye anataka tufanane naye. Basi tupendane, tuwe tayari kuzika tofauti zetu kwa kuhakikisha tunang'oa visababishi vya kutofanana naye: ukatili, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za uongo, uchawi, hasira, fitina, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Na tushikamane na yale ya kiroho, yale yanayotupeleka katika uzima: upendo, haki, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Njia rahisi ya kuishi hayo na kuishi vizuri na Mungu na jirani, ambapo tunapompenda Mungu tunapaswa pia kumpenda jirani. Na hivi ili tuweze kumpenda Mungu, tunaanza kwa jirani zetu.
Tunaanza kwa huyu aliyeumbwa na sura na mfano wa Mungu na ambaye Yesu mwana wa Mungu amekuja kwetu na kudhihirisha hilo. Tuishi ile kanuni ya dhahabu katika maisha yetu, na hili naomba mlipokee na mlifanyie kazi katika Noeli ya mwaka huu. Usimtendee mwenzako kile ambacho hupendi wewe mwenyewe utendewe. Kama wewe unaona maisha yako ni ya thamani na unayapenda, basi usifikirie kudhuru maisha ya mwenzako. Kama wewe unapenda nyumba yako ibaki salama, usijiingize kwenye mambo ya kuharibu nyumba za wengine. Kama wewe unapenda upendwe, upende pia wengine. Na kama unapenda vile vile utendewe haki, pia utende haki kwa wengine. Na utambue pale inapoishia haki yako, inaanza haki ya mwenzako. Hakuna sababu ya kukanyaga haki za wengine. Tukijinyenyekesha kila mmoja wetu, aliye mkubwa kwa umri au kwa madaraka, na aliye mdogo kwa umri au kwa madaraka, ulimwengu huu utakuwa mahala pazuri sana pa kuishi na pa kuheshimiana na kukutana na kuweza kutatua yale yasiyompendeza Mungu wala jirani. Hakutakuwa na chuki, hakutakuwa na kukosa haki na amani, hakutakuwa na sababu ya malumbano kati ya jamii na katika itikadi mbalimbali za watu. Yesu amekuja, anaishi nasi na huonekana katika maskini wanaohitaji msaada, wagonjwa wanaohitaji huduma, vijana wanaohitaji kusikilizwa katika hofu na mahangaiko yao ya maisha, wazee wa umri wanaohitaji heshima na matunzo, familia zinazopitia changamoto na magumu ya kiuchumi na maisha kwa ujumla. Hawa ndio ambao tunapaswa kuwahudumia. Ndiyo Yesu aliyeposema, ulipomhudumia mmoja wapo wa hawa wadogo, ulinihudumia mimi. Tusikae mbali na baraka hizi. Haya ndiyo yanayotufanya tuweze kuingia kule mbinguni. Wale waliotenda wakamtendea Yesu wamepata nafasi ya kufika kwake. Wale ambao waliwakanyaga tu hawakuona wana sababu ya kuishi, hakuna hata kuwasikiliza. Hata kama kuna mamlaka na nafasi ya kuwasikiliza, mahali pao mnapafahamu, tusipatafute hapa. Hawa wote wanahitaji matumaini mapya ya mtoto aliyezaliwa. Tumwenzi Masiha aliyezaliwa kati yetu kwa kutenda mema na kuepa dhambi, na Mungu atatujaza baraka na neema zake. Tukumbuke ndugu zangu, kama anavyotuambia Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 4 aya 17 hadi 32, kwamba Noeli ni upya wa maisha. Tuombe neema ya kuanza upya katika matumaini, kama jubilei ya mwaka huu inavyotufundisha kwa mwaka mzima, kwamba tusikate tamaa, bali tusonge mbele kama mahujaji katika matumaini. Na tumaini letu ndiyo Kristo aliyezaliwa kati yetu. Mwisho, tusali na kumwomba Mungu pamoja na Mtakatifu Fransisko wa Asizi, na maneno haya yatusindikize daima katika maisha yetu. Yeye anatuambia na anasali, Ee Bwana, unifanye kuwa chombo cha amani yako, nieneze mapendo wanapo
nilete msamaha wanapokosana, nipatanishe wanapogombana, nitumainishe wanapokata tamaa, niwashe taa penye giza, nilete furaha panapo huzuni. Bahati mbaya, wakati mwingine tunashindwa kuyaona haya maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ya kuweza kutufanya tutembee pamoja, na hasa pale ambapo tunatumia nafasi zetu vibaya. Badala ya kuleta mapatano, unaongeza petroli. Badala ya kuleta furaha, unaongeza huzuni. Hiyo haituachi salama. Tumuombe Mtakatifu Francisco tuweze daima kusali naye, atufanye tuwe vyombo vya amani yake, tuwe vyombo vya haki yake, tuwe sababu ya kuleta upendo, tuwe sababu ya kuleta mapatanisho, na tulete matumaini pale palipo na mkato wa tamaa. Bwana Mungu, utujalie kufariji kuliko kufarijiwa, kufahamu kuliko kufahamika, kupenda kuliko kupendwa. Anayetoa atapokea, anayesamehe atasamehewa, anayekufa kwa ajili ya Kristo atazaliwa kwenye uzima wa milele. Niwatakieni basi nyote herini kwa sherehe ya kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Atusindikize katika maisha yetu na atuvushe salama mwaka huu na kuanza mwaka mpya kwa neema na baraka na amani tele na haki tele katika